kijana akiwa chuo, akiwa na ule umri wa kutaka kufikia ule umri wa kuoa au kuolewa, au thamini kwanza mwili wake, ajithamini yeye mwenyewe. Nilikuwa nasema kwamba unajua fedha au mali si bora zaidi ya utu wa mtu. Wewe binti, wewe kijana, una thamani zaidi ya fedha ya mtu, una thamani zaidi ya mali ya mtu. Yaani wewe ulipo, kama ni Mary ni Mary tu, hakuna Mary mwingine. Kama ni Juma ni Juma tu, hakuna Juma mwingine. Hasa wewe Mary ukataka wewe uwe kila mtu umfurahishe, haitaki kutokea. Au ukasema mimi ni Mary, mimi ni Amina, lakini nataka nimfurahishe kila mtu. Hapana. Huwezi kumfurahisha kila mwanamume, kwa sababu wewe kuna mume wako, mwanamume wako uliyetengewa wa kwako. Sasa usipojiheshimu, ukasema umri wangu huu umefikia kuoa na kuolewa, nitajiheshimu, nitapata kijana wangu, tutaanza mahusiano. Au ni kijana wa kiume, nitajiheshimu, nitapata binti yangu, tutaanza mahusiano. Halafu tutaenda kwenye ndoa. Ukawa tu akija mtu yoyote, baba akija sawa, mama kubwa alikija sema sugar mami akija ni sawa. Hatuwezi kwenda namna hiyo. Ni lazima kama jamii, kama vijana na pia wanandoa, kuendelea kuwafundisha hawa watoto, kukaa pamoja nao, kuwasaidia ili wakaende kuwa na mwanzo mzuri wa mahusiano na kuwa na ndoa njema. Ukiangalia sasa hivi hata takwimu wengine tunaona namna ambavyo ndoa zinavunjika. Unafikiri kwa nini ndoa zinavunjika? Kwa sababu kuna namna ambavyo hata wale vijana wetu au wale wanaingia katika mahusiano hawapata hata muda wa kuangalia nini lengo letu kuingia kwenye hii ndoa. Tumesema ndoa sio tu mali, ndoa sio tu tendo la ndoa, ndoa sio tu kwamba nimekutana na mtu tukae naye pamoja. Hapana, ni zaidi ya hapo. Ndoa ni namna ya kuyajenga yale mawazo yako ya maendeleo uliokuwa na mtu mmoja, ukayahusisha na mwingine, yakapata mahali pake, baadaye pakazaa kitu kikubwa kwa ajili ya maendeleo ya dunia na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo marriage is more than sex. Marriage is more than love. Marriage is more than what you think just to get someone to stay with. Hapana. Unapata mtu ambaye mnakwenda kuyafanya maendeleo na kufanya ile kusudi la Mungu la kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi na kutawala na kumiliki. Kwa mmiliki yoyote hawezi kuwa hana malengo. Kama wewe ni mmiliki lazima uwe na malengo. Mtawala yoyote hawezi kuwa hana malengo. Kama wewe ni mtawala lazima uwe na malengo. Tumeambiwa ndoa ni watawala, ndoa ni wamiliki. Kwa hiyo lazima kuwa na malengo kabla ya kuingia kwenye mahusiano na baada ya mahusiano hayo. Kwa hiyo malengo yako ni pamoja na kwamba mimi sitatumiwa, sitakuwa bakuli, binti hatakuwa bakuli la kila mwanamume. Hapana. Hakuna mtu anaweza kuwa bakuli akawa bakuli ya huyu, bakuli la huyu, alafu baadaye akafanya kitu kizuri. Au akawa na ile hamu ya kutaka sasa nataka nipate ndoa. Kwa hiyo ni lazima mabinti turudi kwenye thamani yetu. Kwamba mimi ni binti, hakuna mfano wangu. Mimi ni kijana, hakuna mfano wangu. Halafu mimi nimeheshimika. Kwa hiyo natakiwa nikaijenge jamii yangu kwa sababu tu nimepewa nguvu ya kuwa kijana. Lakini pia mzazi ambaye ni mwanandoa ajue kwamba huyu mtoto nimepewa, natakiwa nimlee mpaka afikie malengo yake ya mwisho. Kwa hiyo hapo nilikuwa naongelea kwamba ile zawadi ambayo ni mtoto, imekuwa mtoto, amekuwa mwanafunzi, amekuwa mwanachuo. Baada ya kuwa mwanachuo anakwenda kuwa mfanyakazi au mfanyabiashara mkubwa kwenye hii dunia. Hao wote hawa wako kwenye ndoa. Ninataka kukuonyesha nini maana ile thamani na heshima ya ndoa. Kwamba hakuna kinachofanyika duniani kama hakijapitia kwenye ndoa. Hakuna mtu anayetoka duniani kama hajapitia kwenye ndoa. Kwa hiyo huu muunganiko wa baba na mama ni wa msingi sana. Kwa sababu ndipo unapolea na kulea kizazi na kulea generation ambayo inakuja kuwa watu wa baadaye. Hasa huyu mtoto amekuwa, hasa hivi amekuwa ni mfanyakazi au mfanyabiashara mkubwa. Kule makazini kwetu tunayo mabinti. Makazini kwetu tunao vijana. Makazini kwetu tuna hawa ambao wameweza chuo kikuu au wameweza vyuo vyao,
wamekuja kufanya kazi, wanahitaji kupata uzoefu wa kazi ili na wenyewe baadaye wawe kwenye viti vile vikubwa kama wale wazazi wao walivyokuwa. Ndio maana nasema kwamba ni rai yangu, we ambaye umepata neema ya kumwajiri kijana wa kike au wa kiume, hebu akiwa kwenye kazi yako mfanye awe bora. Usimtumie binti kama kitendea kazi au kama property. Wengine wameajiriwa, ni bosi ameamua yule binti kama kuwa ndio anataka afanye naye mapenzi. Au ni kijana, kuna mama mkubwa huko kwenye kazi anataka afanye au mahusiano yule kijana. Tunakwenda kuharibu vijana wetu. Tunaharibu ile malighafi yetu ambayo tunasema inaenda kuwa ni malighafi inaenda kuzalisha maendeleo ya baadaye. Kwa hiyo wewe ambaye umebahatika kuwa mkubwa, yani kuwa mzazi au kuwa bosi, maanake bosi maanake ni mzazi, una cheo, una umri mkubwa, una namna ambayo umepewa kuwa mkubwa kwa yule binti au kwa yule kijana, ni lazima uonyeshe weledi wako kwamba huyu kijana nimepewa hapa ili nimfundishe kazi, nimepewa hapa nimuonyeshe njia iliyo njema. Huyu kijana nimepewa kazi yangu ili muonyeshe maadili yaliyo mema, ili baadaye awe mtenda kazi pamoja na Mungu na wanadamu, alete maendeleo kwenye dunia. Ni mara nyingi sana vijana wanaharibikia kwenye kazi. Anayewaharibu kwenye kazi nani? Ni wale ambao wanakutana nao kwenye kazi. Sasa tufanye kazi pawe ni mahali pa salama kwa ajili ya kuwajenga vijana. Kazini pawe ni mahali pa salama kwa ajili ya kujenga generation yetu. Kazini pawe ni mahali pa salama kwa ajili ya kuendelea kufundisha vijana, kufundisha mabinti, kufundisha vijana wa kiume namna ya kuwa wafanyakazi bora, kuwa wachapa kazi bora, kuwa waadilifu, kukataa rushwa za ngono na rushwa kila namna, kuwa wafanyakazi bora, kuwa na bidii ya kazi, kukataa uvivu. Yaani kama wewe ni bosi umepewa vijana wako chini yako, hebu kuwa somo linalosomeka kwa vijana. Kama vile ambao wewe ni mwanandoa, kuwa somo linalosomeka kwa familia yako, kwa sababu tunajenga kizazi na jamii ambayo itakuwa ni kwa ajili ya maendeleo yetu ya baadaye. Kwa hiyo sasa, hata kama ni mfanya biashara, vijana wengi wamemaliza chuo, wanakwenda kuwa wafanya biashara, wanakutana na wafanya biashara mbalimbali. Kwa hiyo wewe ambao umemtangulia kijana, kuwa mwalimu kwake, be a role model to youth. Watu ambao wana vyeo vyao, watu wenye kazi zao, watu wenye nyadhifa zao, kuweni role model kwa vijana. Vijana hawa wajifunze jambo ili baadaye na wenyewe wawe role model kwa wengine. Nasema hivyo kwa sababu gani? Vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Taifa lina watu wengi, lina vijana wengi. Kwa hiyo vijana hawa, fikiria kila mmoja akafanya sawa kwa kijana, akamfundisha kijana. Kila mfanya kazi ambaye kwenye kazi yake akamfundisha kijana wake, bosi akamwangalia kijana wake, akamfanya kumfundisha. Unafikiri dunia itakuwaje? Unafikiri taifa litakuwaje? Kutakuwa hakuna malalamiko ya namna sasa hivi dunia inavyoenda, kwa sababu kila mmoja amefanya wajibu wake. Rai yangu ni kwamba unapokuwa mahali, unapoona kwamba nimeletewa kijana ni umri wa miaka 10, 20, 30, hapo 20 ngapi, ni kijana, maadamu ni kijana, sema mimi nitajitoa huyu kijana nimfundishe vizuri ili aweze kuwa nguvu kazi kwa wengine. Lakini baada ya kijana kuwa mfanyakazi, vijana wanakuwa sasa, wanakuwa na viongozi, wanakuwa watu wakuu kwenye mashirika, kwenye nchi, kwenye dunia. Hawa viongozi wametokana na kwenye ndoa, na hawa viongozi wengi wako kwenye ndoa pia. Kwa hiyo unaona sasa ile ndoa imemtoa mtu anaenda kuwa kiongozi, ake kiongozi mwenyewe yuko kwenye ndoa pia. Kwa hiyo ina maana nasema hawa ni waheshimiwa. Kwa hiyo wewe kwa sababu ni mwanandoa, kwa sababu tu ni kijana, ni mheshimiwa. Kwa maana hiyo sasa, ikuwa sasa wewe ni kiongozi mkubwa, ni mtu mkuu, lazima tuendelee kuijenga jamii yetu kwa kile ambacho tumepewa kukifanya
katika uongozi wetu. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba unaanza ndoa imemtoa mtoto, imemzaa mwanafunzi, imemzaa mwanachuo, imemvaa mfanyakazi mkubwa na mfanyabiashara mkubwa, imemzaa kiongozi mkubwa na mtu mkuu. Yote hawa wanatokana na ndoa. Na ukiona hata wafanyakazi bora ni wale ambao wana maadili, wamelelewa kwenye ndoa. Ukiona hata mtu anafanya kazi yake vizuri ni yule mwenye ndoa yake, anaheshimu ndoa yake. Kwa hiyo nasema kwamba ndoa ndio mhimili wa maendeleo. Lakini pia ndoa ndio mhimili wa malezi na makuzi kwa vijana wetu. Malezi mazuri yaanzie kwenye familia, yaanzie kwenye ndoa, ndipo sasa yasonge huko nje. Lakini pia jamii ishirikiane na ndoa, kila mmoja aone umuhimu wa kumsaidia kijana wa mwenzie, ili tu kuwa na jamii ambayo ni bora, ili tu kuwa na vijana ambao watakuwa waoaji na waolewaji ambao ni bora. Usiruhusu kuona kijana wa mwenzio anaharibika, au wewe mzazi ukawa sababu ya kuharibu kijana wa mwenzio, au wewe baba ukawa sababu ya kuharibu kijana wa mwenzio au binti wa mwenzio. Kumbuka ile binti ni kama binti yako. Wewe baba una miaka 50, una miaka 40, unaenda kumharibu kijana wa miaka 20, 25 au binti wa miaka 20, 25, unaharibu mwanao. Hasa mmoja akiharibu huyu na mwingine akamharibu yule, tayari tuna rotten community. Lakini mmoja akamsaidia huyu, baba mwingine akamsaidia huyu, mama mwingine akamsaidia huyu, unashangaa jamii nzima inazaa vijana ambao ni wazuri, ambao ni bora kwa ajili ya maendeleo ya ndoa na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kwa maana hiyo, nataka tuangalie hii sura ya kwamba ndoa ni mhimili katika malezi na makuzi kwa vijana. Kwa sababu kwenye ndoa ndipo anapatikana mtoto, anapatikana mwanafunzi, anapatikana mwanachuo, anapatikana mfanyakazi na mfanyabiashara mkubwa, anapatikana kiongozi na watu wakuu katika dunia na katika nchi. Kwa hiyo ni vema wewe uliye mwanandoa usichukulie poa. Hakikisha watoto wako unawalea vizuri, lakini mlee na mtoto wa mwenzio. Wewe uliye baba, mlee binti wa mwenzio. Wewe uliye mama, mlee kijana wa mwenzio. Hakikisha kila mmoja tunakuwa na mtizamo mmoja, kulea jamii iliyotukuka, jamii iliyo na maadili kwa ajili ya heshima ya Mungu na heshima ya dunia, kwa ajili ya kuwa na wanandoa wazuri walioandaliwa kuzijenga ndoa na kuzipenda ndoa. Na washukuru sana.